Haikuwa mapenzi ya Mungu ndoa ziwe chungu, ziwe ngumu, ziwe za kukimbizana, yani za kutumia nguvu. Hakuna mafuta katika ndoa. Ndoa nyingi leo zinavumilia kuwa kwenye ndoa, lakini sio kujivunia. Wanandoa wengi leo wanatamani utokee muujiza, sio wakiwete kutembea wala sio wakipofu kuona. Wanatamani Mungu afanye muujiza mume wake afariki. Wanatamani Mungu afanye muujiza mke wake afariki. They regret, anajuta, kwa nini niliolewa na huyu? Kwa sababu mtu yeyote anayemwazia mwenzake afe, huyo ni mchawi. Sisi tunaangalia umekazana tu, tenda muujiza, tenda muujiza, usiache Bwana mwaka upite. Sasa unafikiri mwaka huu, yani Bwana asiache mwaka huu kupita bila kiwanja, bila nyumba. Yani yeye anamaanisha Mungu usiache mwaka huu upite bila kutoa uhai wake. Mke anamkinai kabisa mpaka anasababisha mke aanze kukumbuka majibu mazuri aliyokuwa anapewa na Selemani. Mpaka inafika wakati kabisa anapiga simu, ameudhiwa hapo na mume wake. Sasa Sele, uko wapi? Kwani vipi? Bwana, hili jamaa limeniboa, nimeshindwa hata kulala. Kwani uko wapi? Mpaka wanadanganya. Karibu katika kipindi cha Ghala la Chakula cha Uzima kinacholetwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi. Asali na nyongo ya ndoa. Asali na nyongo ya ndoa. Kwa nini asali? Kwa nini nyongo? Ndoa zetu ziko kwenye haya maeneo mawili. Ziko ndoa zenye asali ambazo walioko kwenye hiyo ndoa wanasema tumechelewa kuoana. Yani mbona hii tumechelewa kula hizi raha? Hizi ni ndoa ambazo mume na mke wanaongea pamoja, ndoa za asali. Ni ndoa ambazo mume na mke wanapanga mipango pamoja. Ni ndoa ambazo mume na mke wanaishi kwa amani na furaha. Ni ndoa ambazo mume na mke hata kama inatokea wanahitirafiana, wanakaa chini, wanatengeneza. Aliyekosea anaomba msamaha, wanaombana msamaha, wanatengeneza, wanatoka nje wakiwa wamecheka, wamefurahi. Wanalea watoto wao kwa furaha na amani. Wanafurahia kuwa kwenye ndoa. Ndoa za asali. Asali inawakilisha kitu kitamu. Asali inawakilisha kitu chenye ladha. Na nyongo, hakuna kuku inayopikwa na nyongo. Wamama wanajua, wanapasua kabla hajaanza kukatakata, anaitafuta nyongo ilipo. Anaenda na kisu tena kwa umakini, anajaribu kuikata kidogo kwa pembeni isije ikatumbuka, kwa sababu nyongo ikitumbuka inaharibu kuku mzima. Ndoa ikivurugika inaharibu the whole family. Mafanikio ya kanisa, mafanikio ya taifa yanategemea uimara na mafanikio ya ndoa. Ndoa zikiwa imara, kanisa linakuwa imara, taifa linakuwa imara. Kesi zinapungua. Ndoa zikiwa imara, wazazi watalea watoto wao vizuri, wavuta bangi watapungua, makahaba watapungua, wezi watapungua, kwa sababu watoto wametoka kwenye misingi mizuri ya malezi ya wanandoa wanaoelewana, wanaosikilizana, baba na mama. Kwa hivyo hata kesi pia zitapungua, taifa pia litapata amani, kwa sababu ndoa zina amani. Kuna ndoa ziko kwenye nyongo. Hizi nazoita nyongo ni ndoa chungu. Kuna wanandoa wanaishi kwenye ndoa kama vile wako kwenye tanuru la moto. Anajiuliza, niliingiaje huku? Na kwa bahati mbaya kuna wengine waliingia kabisa kwenye ndoa
kwa sababu kuna mtu alimshauri, bwana wewe olewa na fulani, bwana wewe muoe fulani. Kuna mmoja aliolewa lakini alishauriwa na mchungaji. Yaani yeye hakuwa amempenda yule mwanaume, wala yule mwanaume alikuwa hajampenda yule binti, ila mchungaji aliwaunganishia. Kaambia bwana wewe na wewe, mbona mnashangaa shangaa hapo? Wewe umeoa? Bado. Wewe umeolewa? Bado. Sasa mnafanya nini? Mnafanya nini? Hebu mnione kesho ofisini. Wakamwona kesho ofisini, akamwambia sasa sikilizeni, hakuna haja ya kusubiri. Kijana, nini shida? Suti tutaorganize. Nini shela nitaongea na mwenyekiti wa mama, litapatikana. Chakula cha harusi kanisa litachanga, tutakula hapa kanisani. Nendeni mkaanze mipango. Tayari ndoa ikafungwa. Ndoa hii ilikuwa na moto. Huyu mama kila siku anasema mchungaji ndo aliniingiza chaka. Mimi nisingeolewa na huyu, mimi sikumpenda. Na hakuna kitu kibaya kama kuishi na mtu ambaye umpendi. Mbaya sana. Na ndio ndoa nyingi ziko, wanaishi tu kwa kuvumiliana. Na mara nyingi huwa nauliza wanandoa, unajivunia kuwa kwenye ndoa au unavumilia kuwa kwenye ndoa? Ndoa nyingi leo zinavumilia kuwa kwenye ndoa, lakini sio kujivunia. Wanandoa wengi leo wanatamani utokee muujiza. Sio wakiwete kutembea, wala sio wakipofu kuona. Wanatamani Mungu afanye muujiza, mume wake afariki. Wanatamani Mungu afanye muujiza, mke wake afariki. Ndio maana hata tukija kanisani hapa, usifikiri wote wanaomba maombi haya tunayosema jamani tuombe. Na ukituona tunaimba, usifikiri wote tunaimba sauti moja. Sauti inaweza ikasikika moja, lakini kinachotoka ndani ya moyo kumweleza Mungu havifanani. Wewe unamwomba Mungu atende muujiza, ujenge nyumba, Mungu tenda muujiza, ndugu zangu wapone, Mungu tenda muujiza, ndugu zangu waokoke. Kuna mwingine naye anaomba Mungu atende muujiza, mume wake aondoke. Sisi tunaangalia umekazana tu, tenda muujiza, tenda muujiza, usiache Bwana mwaka upite. Sasa unafikiri mwaka huu, yani Bwana asiache mwaka huu kupita bila kiwanja, bila nyumba. Yani yeye anamaanisha Mungu usiache mwaka huu upite bila kutoa uhai wake. Watu wamekata tamaa. Kuna mwandishi mmoja anaitwa Kathy Latlet. Huyu mama ni Marekani na ni mmoja katika watu ambao waliishi kwenye ndoa chungu, na akatamani mume wake afe, na akafanya pia jitihada za kuondoa uhai wa mume wake kabla ya wakati, kwa sababu ya shuruba za ndoa. Na mume wake alipokufa akaandika kitabu mpaka leo kiko maktaba na watu wananunua. Na kichwa cha kitabu hicho kinaitwa How to Kill Your Husband, jinsi ya kumuua mumeo. How to Kill Your Husband. Na anaonyesha mbinu, na kina wateja. Wewe unaweza kujiuliza naye atanunua kitabu kama hiyo, lakini watu wanagombania wananunua. Hivi how to kill your husband easily. Unawezaje kumuua mumeo bila kukamatwa na polisi? Watu wanasoma hizo mbinu. Unawezaje kumuua mumeo bila kuingia jela? Unaona wamama yuko serious, Biblia kaweka pembeni, kashika kitabu anatafuta mbinu. Kwa sababu ndoa ni chungu. Ndoa nyingi ni nyongo. Ndoa chache sana ziko kwenye asali. Ndoa nyingi ziko kwenye nyongo. Wanandoa wanalia, wanandoa wanaumia, wanandoa wanajuta. Ndoa nyingi ziko kwenye majuto. Mume anaitwa majuto, mke pia anaitwa majuto. Hii ni familia ya Mr. and Mrs. Majuto. They regret, anajuta kwa nini niliolewa na huyu. Kwenye Mwanzo sura ya 19 mstari wa 10, wanafunzi wenyewe waliishangaa ndoa. Wanafunzi, usale kusoma Mathayo 19
Mathayo 19:10 Biblia inasema wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivi haifai kuoa. Yaani wanafunzi wenyewe walichungulia walivyoiona ndoa ilivyo, waliposikia mambo yanayoendelea ndani ya hizo ndoa, wakamwambia Yesu mwenyewe, aisee, kama mambo ya ndoa ndio yako hivi, bora mtu asioe. Na ndio maana kuna watu mpaka leo hawaoi. Mimi namfahamu mtu mzima kabisa na miaka karibu 60 na kitu, hajaoa. Na ananiambia ukweli, mchungaji, wewe unafundisha sana mambo ya ndoa, lakini ukweli ni kwamba mimi siwezi kuoa mpaka nakufa. Kaambia kwa nini? Matatizo. Anasema niliyoyaona kwenye ndoa naogopa. Bora tu nijifie salama. Nisife nikiwa na stress kama ninayoyaona kwa watu. Nisiishi maisha ya stress na maumivu kama ninayoyaona watu. Wanafunzi wa Yesu wenyewe wakashangaa, wakamwambia, mzee, kama ndio hivi bora kutokoa. Lakini mstari wa 8 Yesu akasema, akawaambia, ile 19:8 Mathayo, akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo. Haikuwa mapenzi ya Mungu ndoa ziwe chungu, ziwe ngumu, ziwe za kukimbizana, yani za kutumia nguvu. Hakuna mafuta katika ndoa. Leo hii nataka Mungu aseme na wewe kuhusu ndoa yako. Na somo hili linawahusu watu wote ambao wako kwenye ndoa, na somo hili linawahusu watu wote ambao hawako kwenye ndoa. Kila mmoja anahusika. Jambo la kwanza ambalo nataka tujifunze, jambo la kwanza, uzima na mauti vimo ndani ya ndoa. Uzima na mauti ndani ya ndoa. Kuna ndoa ambazo ndoa imebeba uzima, lakini pia ndoa imebeba mauti. Ndoa hiyo hiyo unaweza ukaifurahia kwa uzima ulioko ndani ya ndoa, lakini ndoa hiyo hiyo imebeba mauti. Watu wengi wameuana mke kwa mume. Watu wengi wameendeana kwa waganga. Watu wengi wametakiana mabaya. Hasa sisi walokole hatuendi kwa waganga wala hatuuani, lakini mambo unayoyatamka, maombi unayoyaomba, mifungo unayoifunga kwa ajili ya mumeo, kwa ajili ya mkeo, sio kumbadilisha. Ndio kama ile nilikuwa nazungumza, ni kumuondoa. Namuondoa. Baba namuondoa. Sisi tukisikia baba namuondoa, unajua unasema namuondoa shetani. Kumbe wewe unasema namuondoa mume. Teketeza. Sisi tunafikiri teketeza mapepo, kumbe wewe unasema teketeza mume. Kwa hiyo ndani ya kanisa kuna aina ya uchawi ambao unaendelea, na bila sisi watu wa kanisa kujua kwamba uchawi pia kanisani upo. Kwa sababu mtu yeyote anayemwazia mwenzake afe, huyo ni mchawi. Kwa hiyo kuwa mchawi unahitaji kuwa na matunguli mengi na mailizi na manini yale ya waganga. Unaweza kuwa mchawi huku kanisani kwa kitendo cha kutamani mume wako afe au mke wako afe. Nyongo. Kuna watu kabla ya ndoa walikuwa na matumaini makubwa, nikiolewa mume wangu, nikioa mke wangu. Yaani kuna watu walikuwa wanaisubiria siku ya ndoa kwa furaha kubwa, kwamba siku ikifika, yani hiyo siku jamani naitamani. Lakini baada ya kufika hiyo siku, wakaikuta imekuwa tena ni ndoa ya nyongo. Furaha yote aliyokuwa nayo kabla haipo tena. Kuna watu kabla ya kuoa walikuwa wazuri sana. Kuna wadada kabla ya kuolewa walikuwa wazuri sana. Baada ya kuolewa, kabla ya kuolewa walikuwa wanasema, yani kama ni hivi tu sijaolewa niko hivi. Je, nikiolewa hapa tu nahangaika na kimbizana kila kitu mwenyewe hapa. Sasa je, nikimpata mume, moyo wangu ukatulia, maisha yangu yakatulia, hiyo raha nitakayoipata. Expectation kubwa. Kuna vijana walitamani wakasema, nikioa maisha yangu yatabadilika, huduma yangu itakuwa. Yuko kijana mmoja zamani kwenye kanisa moja nilikuwa naabudu kule. Kijana huyo alikuwa kijana mzuri sana, chapa kazi, anafanya huduma, yani hakuna kipindi hahudhurii kanisani. Kila mtu tulikuwa tunamwadimaya. Akashauriwa, tukamshauri, maana mimi mwenyewe nilikuwa mchungaji pale. Tukamshauri, bwana wewe sasa kasome, una wito. Na akasomeshwa kabisa miaka 3 diploma Bible and Theology, akamaliza.
Tukamwambia sasa, kabla hujaanza kazi kwa jembe, kwa jinsi ulivyo jembe, sasa ukipata na mke shetani atakiona cha moto. Sasa kilichobaki oa, alafu ndo uingie shambani ukamchachafe shetani. Kweli kijana akatafuta mtu wa kuoa, akafungishwa ndoa, akaoa. Na kila mtu akasema, sasa yule kijana mliyekuwa mnamuona anafanya vile kabla, sasa leo akiwa na mkewe nguvu imeongezeka. Na hata neno linasema heri wawili kuliko mmoja. Sasa leo mtaona alioa mwezi Mei, na ukumbuka mwezi wa 5, lakini ilikuwa ni kabla ya Mei nyingine. Siku moja tukaona gari ya polisi inakuja kanisani, Defender. Polisi wanashuka, wanauliza, mnamjua fulani? Tukasema tunamjua, ni mtumishi wetu, ni mchungaji. Akasema nani wahusika? Wakatokeza wahusika, wakasema huyu mtu ameokotwa, amekufa huko kivukoni, Kigamboni kule. Watu wanaenda kule, watafikiri amekaa anapunga upepo, kumbe kaenda kujimalizia pale. Katoka huko mjini, katoka huku na dawa zake nyingi tu, kanunua pharmacy dawa nyingi tu, na chupa yake ya maji alikunywa kama juisi. Chukua tu dawa zote, mimina humo, vuruga, akanywa tu mara moja hivi, alafu akajilaza, hakuamka. Lakini hapa kwenye mfuko aliacha kiujumbe, na ule ujumbe ulisema, nimejiua kutokana na mateso ninayoyapata kutoka kwa mke wangu. Alikuwa na miaka 41. Sasa mimi nikajiuliza, huyu mtu kwa miaka 40 kabla hajaoa ameishi kwa amani, ameishi kwa furaha, ameishi akiyafurahia maisha. Kila siku anasema nikimaliza shule nitafanya hiki, na kweli anamaliza, anaenda hatua hii, nikimaliza hapa. Yaani dream zake zimesafiri kwa miaka 40 na bado zilikuwa zinaendelea kusafiri. Lakini mwaka mmoja wa ndoa ulitosha kumwambia ni heri uyatoe maisha yako, ni heri ufe kuliko kuendelea kuishi maisha kama hayo, maisha ya nyongo. Watu wengi leo, ndoa nyingi zimeingia kwenye nyongo, lakini sio mapenzi ya Mungu. Wako mpaka wanandoa wameanza kuwakumbuka wapenzi wao wa zamani kabisa. Anasema bora hata Selemani yaani bora hata Selemani kuliko huyo mtumishi. Akija kanisani amejaa roho, ananena, lakini akirudi kwenye nyumba kule nyumbani, mke anamkinai kabisa, mpaka anasababisha mke aanze kukumbuka majibu mazuri aliyokuwa anapewa na Selemani. Mpaka inafika wakati kabisa anapiga simu, ameudhiwa hapo na mume wake. Sasa Sele, uko wapi? Kwani vipi? Bwana, ili jamaa limeniboa, nimeshindwa hata kulala. Kwani uko wapi? Mpaka wanadanganya, naenda kwenye mkutano, naenda kwenye nini, naenda kwenye kitchen party, naenda kwenye nini, kumbe anaenda kwa Sele kwa sababu ya kero ya mume. Ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na mafundisho ya neno la Mungu yaliyoletwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi.